Jina kuu la Yesu Kristo ninaomba na kuamini Bwana. Haleluya. Tupate mahali pazuri. Tukae. Pale nisalimie hewani. Mungu wangu nisalimie hewani. Ni wewe unaangalia na ni wewe. Karibu na karibuni nyote. Sasa maombi yangu yamejibiwa. Maombi yangu nikikuona naona maombi yangu yamejibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tukapate kusikia kutoka kwa Bwana mchana wa leo. Nimebarikiwa sana na ibada ya Kiingereza, na pia wewe umebarikiwa. Na mimi pia nitabarikiwa na ujumbe wa Kiswahili, na wewe pia utabarikiwa. Kwa hivyo ujumbe wangu unasema hivi: evil against you turns to the glory of God. Evil against you turns to the glory of God. Yani uovu katika maisha yako unaenda kubadilika na unakuwa utukufu wa jina la Bwana. Ninasema uovu katika maisha yako, aidha utaona leo, kesho, ama uliona, unaenda kubadilika na ukawe ni utukufu wa jina la Bwana. You see, we have ushered in the year where God is going to establish us. But sometimes God might establish you, lakini uone mambo sio. But with that evil, with that wickedness, God is going to establish you. Amen. Mungu anaenda kujitukuza katika ile hali ngumu, ama hali ya aibu, ama hali ya kicheko, ama hali ya kufinyiliwa. Hapo ndio Mungu anaenda kujitukuza kwa hali. Kwa hivyo kama huu mwaka uliingia hivi na ukakosa school fees, sasa huyu pastor alikuwa anaongea ni kuhusu establishment. Sasa ile hata school fees hapo. Lakini nasema hivi, either school fees ilipwe silipwe, God is going to establish you. Either uone mambo yanaenda huku na huku, Mungu atakuimarisha. Hebu twende msomaji wangu, na pia ujifunze kuwa mkalimani. Amen. Manake hapa kuna wahubiri Kiingereza. Twende polepole hapa. Exodus chapter 1. Amen. Start from verse 7. Twende polepole. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejaa na wao. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka, tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Haya, koma hapo kwanza. Weka koma hapo. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba wana wa Israeli wakaanza kuzaana na kuongezeka. Kuzaana na kuongezeka. Lakini baada
kuongezeka, kulikuwa na change of power. Kukaja mfalme mwingine, na yule mfalme akatazama, na yaonekana alikuwa ametazama, akasema mimi nikipata hichi kiti nitawaonyesha. Yaonekana tayari alikuwa shapana. So akaangalia, akasema sasa hawa wanaongezeka na watakuwa wengi, na baada ya kwamba watakuwa jeshi, na hawana silaha, unajua ni wengi tu, hakuna aliye na bunduki, hakuna aliye na mshale, lakini wengi tu. Lakini jamaa akawaterete, lakini pia the guy was smart. Akasema hawa lazima niwafanyie jambo ili wasiongezeke, wasiwe wengi, ili waungane na maadui watupe. Na nikupe ufunuo, hii kitu hapa Kenya ukiangalia kwa mbali, kuna kabila moja inaongezeka sana kwa kasi sana. Kama huyo angekuwa wakati huo angekuwa ameiona. So akapanga njama ya kwamba wasiendelee kuongezeka. Wapendwa, kuna nguvu kwa watu kuwa wengi. Amen. There is power in multitude. Kuna nguvu watu wakiwa wengi, hata kama hawaeleweki, lakini mko wengi tu, wanakuja wale kikosi kile. Kwa hivyo hata kwa familia yenu mnaweza kuogopa mkiwa wengi tu pamoja. Hamuna elimu, hamuna silaha, hamuna chochote, lakini wakijua wewe umegusa mtoto wa kijiji fulani, hao ni wengi. Si Jesus power tukawe wengi. Amen. Si Jesus power tukawe wengi. Amen. This spirit of multiplication and being fruitful, wacha tukapate kuongezeka. Hata ninanena hata wale menopause, wakashike mimba ili tukaongezeke. Ninasema hata menopause wakashike mimba ili tukaongezeke. Pastor, usiniangalie sana, ninarejelea tukaongezeke. Na kwenye Biblia hakuna menopause. Halo, hakuna. Tasa yuko, lakini hiyo tasa pia naye anazaa. Kwa hivyo twende tukazae, twende tukazae, twende tukazae, tukawe wengi, tukawe wengi wa asili na hata wengi wa kiroho. Amen. Nasema tukawe wengi wa asili na hata wengi wa kiroho. Tukitoka pale kwa geti tukiwa kumbe watu wanaogopa, wanasema ni wengi. Amen. Twende tukawe wengi. Amen. Tukavue nafsi tukawe wengi. Amen. Tukazae matumbo yetu, tukatoe watoto tukawe wengi. Amen. Halo, twende tukawe wengi. Amen. Kuna mtu hapa anahitaji mtoto na siku nyingi amemngojea. Hili ni neno lako na siku ni siku ni ya leo, kwamba Bwana aende akafungue uzao huu ili tukawe wengi. Jesus power, ili tukawe wengi, tukawe na nguvu. Hebu tuendelee pastor, the next verse. Ulikuwa umefika wapi? Ulikuwa umefika kule? Aendelea. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao waliwachukia kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapo jinsi kadiri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Sasa jamaa amepanga njama, anakanyaga kwamba
kwamba wasiongezeke, kwamba wasiwe wengi, waendelee kubaki hapo, na hata ikizidi sana wapungue. Lakini Biblia inaniambiaje? Jinsi walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Jinsi walivyoteswa ndio wasiongezeke, waliendelea kuongezeka. Jinsi walivyofinyiliwa ndivyo waliendelea kuongezeka. Siku ya leo nanena na mtu, jinsi ulivyofinyiliwa, jinsi ulivyokanyagiwa, ndivyo unaongezeka, ndivyo unaendelea, ndivyo unaendelea, unaongezeka. Nanena na mtu hapa, jinsi walivyokusema sema, ndivyo wewe unaendelea kupanuka. Jinsi walivyokusema sema, ndio watoto wako wanaenda chuo kikuu. Jinsi walivyosema sema jamii yako, ndivyo wanatafuta visa mwaka huu wanaenda ng'ambo. Ninasema jinsi unavyokanyagiwa, jinsi amesema hauendi, ndivyo unaendelea. Yaani ndio ana multiply, ndio anaongeza kwamba wewe ongezeke. Jinsi ndivyo unavyoendelea. Ni nani aliyesema kwamba nimekukanyagia? Na ni kweli ana mamlaka, maana alikuwa na mamlaka. Huyu ni mfalme na alikuwa na mamlaka. Na akikukanyagia amekukanyagia. Lakini maandiko haikujua kwamba, ama neno la Mungu halikujua kwamba huyu ana nguvu. Kwa sababu kuna aliye na nguvu zaidi. Na ndio akawaongezea, ndio akaendelea kuwaongeza, ndio akaendelea kuwapanua, ndio akaendelea kuwapandisha. Ni nani amekanyagia barua yako? Manake tupandishwe cheo siku ya leo. Jinsi anavyokanyagia ndio anakuepeleka mbele zaidi. Kama ulikuwa unaenda hatua moja, ndio unaenda hatua ya pili na ya tatu. Kuna wengine hata ukanyagia huduma watu. Hello. Unajua mimi ndio napanga watu kuhubiri. Niseme evangelist tamukanyagia. Kanyaga. My friend, ndivyo ataendelea. Akihubiri ni fire. Akienda akihubiri ni fire. Akienda akihubiri ni mbati nao. Nani anakukanyagia? Jinsi anakukanyagia. Isimama ni nataka ninene na mtu hapa. Usibabaishwe na mtu kukanyagia. Wasikubabaishe, maana amesema. Kuna wakati unajua unaenda kwa mkutano. Unaweza kuwa mko kwa mkutano wa familia wa nini, na wanajua umeokoka. Lakini wataambia mtu ambaye hajaokoka haoni na uko hapo. Na wewe unatamani kabisa pale nikwambia nipewe nafasi apiga nini hapa sana hapo, lakini ndio anapewa mtu ambaye hajaokoka. Ndio waomba. Lakini hiyo itazuia kazi ya Bwana ndani ya maisha yako. Jinsi unavyozuiliwa ndivyo unaendelea kupanda, ndivyo unaendelea kusonga mbele. Ni sehemu ya mtu Jesus power. Hapo tuendelee hapo chini. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali. Kwa ukali. Kwa ukali. Unajua biological ni kwamba mtu akitumikishwa ama akifanyishwa kazi ngumu, akiteswa, unajua uzao wako. Hata kuku wa mayai ni unasikia ukipata hawataki. Ng'ombe hakamuliwi. Lakini you can just imagine all those conditions, maziwa inazidi kuongezeka. All those conditions, mayai inazidi kuongezeka. Tena unaambiwa jinsi unamnyima chakula ndivyo hata anaendelea. Sasa sijakula kuku hata unaona. Usipompa chakula hata taga. Ng'ombe usipoipa nyasi vizuri na maji haitakupa maziwa. But in this case
Yes, anaongezeka, anazaa kizaa. Yani imagine alikuwa tuliotoa lita 10, anapewa chakula. Sasa amenyimwa chakula, amenyimwa maji, anatoa lita 20. That is your portion. That is your portion. That is your portion. Hata wakakutesa vipi, kwa sababu ni mkono wa Bwana, hakuna atakayezuia. Tuendelee basi tuone kama tutamaliza ama niache katikati pia. Wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na matofali, na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali wote. Unajua wakati huo hawa watu walikuwa wakitengeneza matofali, haya matofali makubwa. So walikuwa wakati wanatengeneza, kuna nyasi ambayo ile tofali ikitengenezwa, kuna nyasi walikuwa wanaweka pale katikati. Sasa zile nyasi walikuwa wakiletewa, but this time around huyu jamaa akasema watabeba wenyewe na waje watengeneze. Na kama walikuwa wanatengeneza 100, hiyo mawe isipungue kwenye 100. Unanielewa vizuri? Ndio. Yaani umeongezewa labor, alafu ile production bado iwe the same. Sasa Mungu naye akasema sawa, production will be the same. They will undergo heavy labor, but still I will multiply. Kisha mfalme wa Misri akasema, na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifri, na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati wazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wakatika kuzaa, ikiwa mtoto ni mwanamume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoambiwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Hapo sasa kule kwengine imeshindikana. Wajua hawa ni wachawi. Imeshindikana. Umerogwa. Ng'ombe uko vile vile. Umefanywaje? Uko vile vile. Kwa Kanumanzira ameenda hivyo hivyo. Wewe multiplication. Multiplication. Sasa itabidi sasa, hapana, sasa lazima ni wauliwe hasa. Kwa hiyo sasa ikawa si kuzuia sasa, manake kuzaliwa nao wanazaliwa na kuzaliwa kazali. Sasa kakizaliwa kauliwa. Lakini hiyo nayo pia haikufanya kazi. Endelea kwanza. Haikufanya kazi, sikia. Haikuwezekana. Haikuwezekana. Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari wao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Wakaendelea kuwa na nguvu, wakaendelea kuwa na nguvu. Kile alichokikataa wasiwe na nguvu haikuzuia, pamoja na kuua, pamoja na kupanga njama zote, lakini haikuzuia kwamba wasiwe wengi, haikuzuia kwamba wasiwe wakuu. Hakuna chochote kitakuzuia kwenda kwa hatima yako. Hakuna chochote kitakachokuzuia ili usiimarike mwaka huu, maana ni mwaka wa kuimarika. If their God is going to establish you, nothing will hinder you, nothing will block you, in the mighty name of Jesus. Amen. Hapo bado ninapataka hapo. Kwa nini waishi bado ninapataka hapo? Kwa wazalishaji bado ninapataka. Hebu rudi hapo, uanze vizuri hapo hapo kwa wazalishaji. Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri,
kwa kuwa ni hodari wa hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria. Sasa imagine mfalme, ati Ruto amekuita alafu unaenda ukalete sababu. Ruto amekuita alafu unaenda kuleta sababu. Nenda ukamuulize Muturi atakwambia. Kwa hivyo wakawa ni wachamu na wakapata courage ya kumwambia mfalme, hao haiwezekani. Wao haiwezekani. Na wakaendelea kuzaa na kuongezeka zaidi na zaidi. Hakuna kilichozuia. Twende hapo chini. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Nataka hapa sasa, akaendelea kuwatenda mema wale wazalishaji. My Bible tells me they were kind and God was kind to them. Walitenda mema na Mungu naye akawatendea mema. Mpendwa, tendea mema watu. Amen. Tendea mema watu. Amen. Be kind to people and God will be kind to you. Amen. Hallelujah. Tendea mema. Yes. Don't inherit enemies. Yes. Maadui wa watu wengine achana nao, wewe na maadui wao. Lakini wewe wasiwe maadui wako. Kuna watu wana tabia ya kwamba mimi siongei na fulani na yeye akumuona na yeye hataki kusalimia. You are inheriting enemies. And God will not be kind to you. Be kind to people and God will be kind to you. Maandiko inasema kwamba pamoja na kwamba they faced the king, wakamwambia lakini unaambiwa aliwatendea mema. Amina. Soma huo mstari wa mwisho. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi hai. Na nataka hiyo ya kuwafanyia nini pengine. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Because they were kind, akawasimamishia nyumba. In other word, or rather in other version, vile wale walitenda mema kwamba hawakuua wale watoto, na Mungu naye akawapa kizazi. Amen. Mpendwa, kile utapanda ndio utavuna. Tendea mtu mema na Mungu atakutendea mema. Na kama Mungu atakutendea mema, Mungu atasababisha, ni huyo Mungu atasababisha watu wakutendee mema. Kama atasababisha watu wakutendee mema. Na Waswahili wakaiweka vizuri, tenda mema uende zako, lakini huo wema utakufuata. Amen. Na ndio Daudi akasema wema na fadhili siku zote. Si ukatende mema, si ukatende mema, ndio fadhili za Bwana zitakufuata siku zote za maisha yako. Be kind. Wapendwa, wa ndugu, wa dada, tukaache porojo za mtaani. Simama na Mungu. Tenda wema. Be righteous and God will establish. This is the year God is going to establish us. Huu ni mwaka Mungu anaenda kutuimarisha. Kwa hivyo chochote kitakachokuja katikati ambacho hakieleweki, kumbuka hili neno kwamba ni Mungu ananithibitisha. Ni Mungu ananisimamisha. Ukiona mambo hayaeleweki, jua Mungu anamsimamisha. Wana wa Israeli ilikuwa haieleweki. Haikuwa inaeleweka, manake wanakanyagiwa, lakini waliendelea tu kuwa waaminifu. Waliendelea tu kufanya kazi. Na pia kumbe si vizuri kulalamika.
Unajua hao hawakulalamika, waliendelea. Mwishowe walikuja wakalalamika, lakini ilikuwa ni wakati umefika kwamba Bwana anataka awatoe katika utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaitwa Josefu. Josefu kabla aone siku yake njema aliona giza na aliona uovu. Ninasema Yosefu kabla aone siku yake njema aliona uovu, na ule uovu ndio